Fujo na vurugu za siku ya jana katika mchezo wa Simba dhidi ya CX Sfaxien, ambapo Simba waliibuka na ushindi wa magoli 2-1, ziliibua jeshi la polisi Tanzania kupitia kwa jeshi la polisi Tanzania haswa kanda maalum ya Dar es Salaam waliweza kuibuka na kuweza kutoa taarifa kutokana na kile ambacho kimetokea siku ya jana, ambapo kwa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi ikiandikwa taarifa kwa umma, ambapo inasema Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Hii ni ile ya Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, lakini ile ya jeshi la polisi ambayo iliibuka baada ya vurugu zile ambazo zilitokeza siku ya jana. Inasema taarifa kwa umma. Jeshi la polisi kanda maalum wa Dar es Salaam tarehe 15 Desemba 2024 majira ya saa 11:50 jioni katika uwanja wa Benjamin William Mkapa Temeke, Dar es Salaam, kwenye mchezo wa mpira wa miguu wa kimataifa wa kombe la shirikisho Afrika kati ya timu ya Simba Tanzania na CX Sfaxien ya Tunisia, kulitokea fujo iliyosababishwa na mashabiki wa timu ya CX Sfaxien kutokuridhika na maamuzi ya refa wa mchezo huo kuchezesha mechi hiyo kwa zaidi ya dakika 7 ambazo aliziongeza kama dakika za nyongeza, jambo lililopelekea timu ya Simba kupata goli la pili na la ushindi. Wachezaji wa ndani ya uwanja na benchi la ufundi la timu ya CX Sfaxien walikasirika kwa kufuata maamuzi wa mchezo na kuanza kufanya vitendo vya kumshambulia. Katika fujo hizo, shabiki mmoja wa timu ya CX Sfaxien aliumia na kupatiwa huduma ya kwanza na kuruhusiwa, huku viti vya rangi ya blue 156 na orange 100 viking'olewa na mashabiki hao kufanya jumla ya viti 256 kuweza kuharibiwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Jeshi la polisi litashirikiana na mamlaka zingine za kisheria na soka kuona hatua za kuchukua dhidi ya vitendo hivyo ambavyo havikubaliki. Tolewa na Murilo Jumanne Murilo SACP, kamanda wa kanda maalum ya polisi Dar es Salaam. Hii ni taarifa ambayo ilitolewa na jeshi la polisi siku ya jana na majira ya saa 11 jioni, wakielezea kile ambacho kimetokea katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini leo hii tumeamka na taarifa kutoka katika Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambapo imetolewa taarifa rasmi ambapo inasema Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imesikitishwa na vitendo vya mashabiki kung'oa na kuharibu viti vya kukalia watazamaji katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam katika mchezo wa kugombea kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba Sports Club ya Tanzania na Club Sportive Sfaxien ya pale Tunisia uliofanyika jana tarehe 15 Desemba 2024. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi amemwagiza katibu mkuu wa wizara hiyo kuchukua hatua mara moja kwa kuandikia timu ya Simba Sport Club na kuwanakili shirikisho la kandanda Tanzania TFF ili gharama za uharibifu uliosababishwa wakati wa mechi hiyo zilipwe. Mheshimiwa Waziri Kabudi amewataka mashabiki wanaoingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa kuacha vitendo vya uharibifu wa uwanja kwa kuwa wanasababisha hasara kwa serikali na kuharibu ubora wa uwanja. Vitendo vilivyofanyika jana katika uwanja wa Benjamin Mkapa havikubaliki na sio vya kimichezo, na kuelekeza katibu mkuu kuchukua hatua mara moja, pamoja na kuandikia Simba Sports Club na TFF wapeni ushirikiano polisi ili watu wote waliokuwa wanang'oa viti na kuvitupa wakamatwe na wachukuliwe hatua za kisheria. Lazima tabia hii ikomeshwe, amesema Profesa Palamagamba Kabudi. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikali, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Ndivyo mambo yanavyozidi kwenda, mambo yamezidi kuwa ya moto kweli kweli kutokana na kitendo kile ambacho kimetokea siku ya jana na Simba kupata matokeo ya ushindi, lakini wakiacha uharibifu mkubwa ambao umefanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa kusababisha viti takriban 256 kuweza kuharibiwa ama kung'olewa. Kwa namna moja ama nyingine ni uharibifu ambao sio mzuri na ni kitendo ambacho hakikubaliki, na ndio maana Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imeweza kuchukua hatua kupitia kwa waziri wake mpya Profesa Palamagamba Kabudi, ambaye ni siku chache tu zimepita tangu aweze kuteuliwa katika wizara hiyo akichukua nafasi
ya Dr. Damas Ndumbaro ambaye yeye amehamishiwa katika Wizara ya Katiba na Sheria, na yeye ameshaweza kuchukua hatua ama kumuelekeza Katibu Mkuu aweze kuchukua hatua ya kuandikia Simba pamoja na akiwa tagi ama akiwa CC TFF kwa ajili ya kuhakikisha kwamba gharama hizo zinalipwa ili viti hivyo viweze kurudishwa pahala pake ama kurekebishwa rasmi ili kuweza kuweka uwanja katika hali nzuri ya kuweza kutumika kwa siku nzuri, kwa siku nyingine za mbeleni. Ndio matukio hayo ambayo yametokea ama yametokana na mchezo wa siku ya jana kati ya Simba dhidi ya Sex Faxen. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV, gonga alama kengele ili uweze kupata taarifa hizi na nyinginezo nyingi zaidi. Updates hapa ndo kwake.